katika kutekeleza majukumu yake imepewa hadidu za rejea 5, na huu ndio uwanda ambao tume hii inaenda kufanyia kazi. Ndio mipaka ya mamlaka ya hii tume. Hadidu ya rejea ya kwanza ni kwamba kuchunguza na kubaini wahusika wa ghasia na namna kila mmoja alivyoshiriki katika kupanga, kufadhili, kuratibu au kufanya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kama tulisikiliza vizuri hotuba ya Mheshimiwa Chande wakati anawasilisha ripoti ya uchunguzi waliofanya, alisema kwamba ghasia na fujo zilizotokea wakati wa uchaguzi na baada ya hapo hazikufanyika kwa bahati mbaya, badala yake zilipangwa, ziliratibiwa, zilifadhiliwa na zilitekelezwa kwa mpango maalum. Kwa hiyo tume hii imepewa jukumu la kuchunguza na kubainisha wale waliohusika na hayo. Hadidu rejea ya pili ni kuchunguza matukio mahususi yaliyotokana na hatua za kudhibiti ghasia hizo, ikiwemo suala la vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Katika kudhibiti zile ghasia na uvunjifu wa amani, kuna madhara haya yalijitokeza ya vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Kwa hiyo tume hii imepewa jukumu la kwenda kuchunguza hayo. Hadidu rejea ya tatu ni kuchunguza madai ya watu kupata majeraha makubwa kutokana na matukio ya matumizi ya silaha za moto kinyume cha sheria, taratibu na miongozo iliyopo. Hapa tunakwenda kuangalia watu waliopigwa risasi za moto nje ya maeneo ya ghasia na watu kupotea kipindi cha ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Hadidu rejea ya 4 ni kuchunguza madai ya matumizi ya nguvu kuzidi kiasi kinyume na sheria, taratibu na miongozo iliyowekwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Na hadidu rejea ya mwisho ni kuchunguza suala lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu ya tume. Hizo ndio hadidu rejea 5 ambazo tume hii imepewa jukumu la kwenda kuzifanyia kazi. Tume ya Mheshimiwa Jaji Chande ilikuwa ni tume ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani. Kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani. Kwa hiyo wale walikuwa wanachunguza, kulikuwa na vurugu, kulikuwa na ghasia, ilikuwa ni kutambua ni aina gani ya vurugu zilizotokea na ghasia na aina ya uvunjifu wa amani uliojitokeza. Haikwenda kwenye kuchunguza ni wakina nani waliopanga, kuratibu, kufadhili na kufanya zile ghasia. Na pia haikwenda kuangalia ni kina nani waliosababisha majeraha, maumivu, vifo vilivyojitokeza wakati wa zile ghasia. Kwa hiyo tume yetu iko sehemu hii ya pili. Tofauti iko hapo. Tume ya Mheshimiwa Chande ilikuwa na wajumbe wake tofauti na hadidu za rejea zao zikilenga kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani pekee. Na tume hiyo ilipokamilisha kazi yake ndio iligundua kwamba kuna masuala mahususi ambayo yanapaswa kufanyiwa uchunguzi wa kina
na ikapendekeza hivyo kwa Mheshimiwa Rais kwamba ikiwezekana kwa busara zake aunde tume kwenda sasa kuangalia matukio walioyagundua wakati wanafanya uchunguzi wao, ili kwenda ndani zaidi na kutambua mambo mbalimbali kama hivi nilivyoeleza, kwamba sasa sisi tumepewa jukumu la kwenda kuangalia wahusika ni kina nani, waliopanga, walioratibu, waliofadhili, waliotekeleza. Halafu pia tuangalie masuala ya madhara, kwa maana watu wameumia, watu wamefariki kutokana na ghasia zile, nani wahusika, na kiasi cha nguvu kilichotumika kwenye kudhibiti zile ghasia. Ninaamini kwamba Bwana Balile mnafahamu thamani ya utu kama ulivyobainishwa kwenye matamko mbalimbali ya kimataifa. Kuna Universal Declaration of Human Rights, kuna African Charter on Human and People's Rights. Thamani ya mtu hailinganishwi na kitu kingine chochote. Kwa hiyo wajibu wa tume ni kwenda kuangalia ule udhibiti ulikuwa wa kiasi gani kwa mujibu wa taratibu na sheria. Hizi ndio tofauti kuu zinazotofautisha tume hii na tume ya Mheshimiwa Jaji Chande. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.